إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake makubwa kutuamsha salama, kwani kuna wengi ambao walilala salama lakini hawajaweza kuamka wakiwa wako salama. Wengine wameamka ni wagonjwa, wanajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu na Allah wafanyie wepesi ili waweze kupata matibabu na warudi katika afya zao za kawaida. Lakini pia kuna ambao tayari wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kutuamsha sisi, hii ni neema, na neema, kwa neema hii tunatakiwa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuiswali salatu subhi tena kwa jamaa. Hii nayo pia ni neema, kule kuona kwamba wacha nikaianze siku yangu kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Umeifungua siku yako kwa kuanza na ibada, bila shaka siku yako itakuwa ni siku yenye baraka, bila shaka siku yako itakuwa ni siku nzuri kwa kuianza na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii nayo pia ni neema, na kwa neema hii Muislamu anatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki
kikao ambacho tunasema mara kwa mara kwamba huwa havipendwi na nafsi kutulia katika vikao vya kheri kama hivi na kuaga ni ngumu sana. Sasa unapoibana na kuilazimisha nafsi yako na ikawa ni yenye kubakia katika vikao kama hivi, hiyo ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wakati mwingine ni shaitani anakushawishi kuondoka na kuacha vikao kama hivi ili usiweze kupata thawabu. Vikao kama hivyo unapokaa unapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapo mshinda shaitani na ukahudhuria durusi kama hizi, hiyo ni neema kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa neema kama hizo unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tukiwa tunaendelea kusoma kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar, jana tulianza kusoma mlango wa 13, ambao mlango huo wa 13 ulikuwa unahusu swala ya istisqa, swala ya kuomba kunyweshelezwa mvua na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukaona taarifu yake kwamba istisqa ni watu kuomba kunyeshelezwa mvua panapokuwa na haja ya kufanya hivyo. Hukumu yake tukasema ni sunna iliyotiliwa mkazo, lakini pia sababu yake tukasema ni ukame. Panapokuwa kuna ukame, watu wanatakiwa kutoka kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya kuomba mvua. Tukasema wakati wake ni kama wakati wa swalatul Eid, inaswaliwa asubuhi. Swalatul istisqa haisaliwi mchana, ni asubuhi kama ambavyo tunaswali swala ya Eid. Na tukasema namna ya kuiswali swalatul istisqa, namna yake ni kama swala ya Eid, inatanguliwa na swala, kisha baada ya swala inafuata khutba. Lakini pia tukaona ndani ya khutba imamu anatakiwa kuwahimiza watu na kuwapa mawaidha makali, awaamrishe waweze kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na awaamrishe vile vile waachane na mambo ya dhulma. Kama kuna mtu ana kitu cha mtu akirudishe, ili watakaposimama sasa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aweze kuwakubalia dua zao. Lakini pia tukasema imamu anatakiwa kuambia na kuwatahadharisha watu na chuki na vifundo. Ikiwa mmekaa mahala mnamuomba Allah alete mvua, lakini wakati huo mna machuki, mna vifundo, Allah hawezi kuleta mvua. Kwa tukasema vitu hivyo vyote, chuki, vifundo, dhulma na kutokutubia kutokana na madhambi, jambo hilo linakuwa ni sababu ya kuzuiliwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaona ya kwamba maasi ni sababu ya ukame. Yani isingelikuwa ni wanyama ambao wao hawana taklifu yoyote ya kiibada, Allah subhanahu wa ta'ala asingenyesheleza mvua, asingeleta mvua. Hata hizi mvua kidogo kidogo ambazo zinaletwa na Allah ni kwa sababu tu ya hawa wanyama ambao wanahitajia. Lakini isingekuwa hivyo,
kwa hakika mvua isingelinyesha kutokana na madhambi na dhulma ambazo zinaendelea katika ulimwengu huu. Leo tutaendelea na almas'alatu alkhamisa, mas'ala ya 5, alkhutbatu fiha, khutba katika swala hiyo ya kuomba mvua. Kuna khutba. Yusannu an yakhtuba al-imamu, ni sunna imamu atoe khutba fi salati al-istisqa'i, katika swala ya kuomba kunyeshelezwa mvua, bi khutbatin wahidatin, khutba moja, baada as-sala, baada ya swala. Asema takunu jami'atan wa shamilatan, na khutba hiyo inatakiwa ikusanye mambo mengi. Khutba hiyo inatakiwa ikusanye mambo mengi. Ya'muru fiha bitauba, akiwaamrisha watu watubie kama tulivyokuona kule nyuma. Wa kathrati sadaqa, na watu watoe sadaka kwa wingi. Yani watu watoe sadaka kwa wingi. Jambo hilo ni la muhimu na jambo hilo ni la msingi, kwamba kila mwenye chochote, pamoja na kwamba yawezekana watu wako katika hali ngumu kutokana na ukame, lakini watu watoe sadaka katika vile ambavyo wameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Khatibu awahimize maamuma kwa ajili ya kutoa sadaka. Warujui ila Allah, na vile vile awaamrishe kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarki al-maasi, na kuacha maasiya, na kuacha madhambi, na kuacha makosa, kwamba kaeni mbali na maasiya, kaeni mbali na mambo ya haramu, ili Allah aweze kutuonea huruma na kutuletea mvua. Wayambaghi an yukthira fil khutbati min al-istighfari, na yatakikana khatibu au imamu akithirishe katika khutba yake istighfar, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anatakiwa azidishe kufanya hivyo, kuleta istighfari katika khutba yake. Wa qira'ati al-ayati allati ta'muru bihi, na asome aya ambazo zinaamrisha watu wanatakiwa kuleta istighfari. Aya hizo ziko nyingi, azisome aya hizo ambazo zinaamrisha na kuelekeza kwamba watu wanatakiwa kuleta istighfari kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukthira min ad-du'a, na vile vile imamu anatakiwa kukithirisha dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, bitalabil ghaithi, kwa kumuomba Allah aweze kuteremsha mvua, Allah aweze kuleta mvua. Bitalabil ghaithi min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumuomba Allah alete mvua. Kwa kama tulivyosema jana, kwa hakika anayeleta mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye mwenye uwezo wa kuileta mvua. Ama zile habari za kwamba kuna mtu fulani, mzee fulani ana uwezo wa kuleta mvua, na watu wanaenda kwake wanapeleka mali nyingi, kwamba jamani, leteni kitu fulani, leteni kitu fulani, anaagiza vitu vingi, mimi na uwezo wa kuinyesheleza mvua, lakini kwa sharti nataka vitu hivi viletwe hapa. Na mara nyingi hao wanakuwa ni waganga wa kienyeji, washirikina. Wewe mshirikina ni tangu lini akaweza kuileta mvua? Kwa hiyo hayo ni mambo ya kudanganywa, kwamba mimi na uwezo wa kuleta mvua, watu wakawa ni wenye kupeleka mali nyingi kwa mtu.
ili mtu huyo aweze kuleta mvua. Mambo hayo ni mambo ya uongo. Anayeweza kuleta mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Au twendeni kwenye kaburi la mtu fulani, nayo utakuta kwamba alikuwa ni mshirikina. Twendeni kwenye kaburi lake tukaombe ili mvua iweze kunyesha. Au twendeni kwenye mti fulani, au twendeni kwenye pango fulani, tukifika pale tukiomba mvua, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta mvua. Haya ni mambo ya kishirikina, ni mambo ambayo yanapingana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wenye dini hawatakiwi kufanya hivyo. Watu wenye dini hawatakiwi kwenda kuomba mizimu. Watu wenye dini hawatakiwi kwenda kuomba kwenye mapango. Watu wenye dini hawatakiwi kwenda kuomba kwenye makaburi. Watu wenye dini hawatakiwi kwenda kuomba kwenye miti mikubwa mikubwa. Huo ni ushirikina na watu wanatakiwa wajiepushe, na si kwa ajili ya mvua tu, hata kwenye mambo mengine. Mtu anapoona mambo yamekuwa ni magumu kidogo, maisha yamekuwa magumu, anakwenda kwa mganga wa kienyeji, anaambiwa unatakiwa uende kwenye kaburi la babu yako, au unatakiwa uende kwenye kaburi la sharifu fulani, au unatakiwa uende kwenye kaburi sijui la mtu gani katika watu wako wa karibu au watu wa ukoo. Nenda kwenye kaburi lake ukachinje, nenda kwenye kaburi lake upeleke pesa. Watu wengi huwa wanapita makaburini, wanakuta pesa zimewekwa, mtu anachukua pesa anaondoka. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo watu wanaelekezwa na washirikina. Ili biashara yako iende vizuri bwana, nenda kwenye pango fulani katambike, nenda kwenye mti fulani katambike, nenda kwenye kaburi fulani ukatambike, mambo yako yatakuwa ni mazuri. Haya ni maneno ya uongo na ni maneno ya kishirikina. Mwenye dini hatakiwi kufanya hivyo. Mwenye kitabu anasema kaulihi, kama vile kusema kwake, anatakiwa aseme Allahumma aghithna, ewe Allah tunakuomba ututeremshie mvua. Neno hili anatakiwa kulikithirisha, kulisema katika hutuba yake. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah tunakuomba utunyesheleze mvua, tuteremshie mvua, tuletee mvua. Wa qawlihi, na maneno yake anaweza akasema Allahumma asqina, ewe Allah tunyeshelezee mvua. Ghaithan mughitha, mvua yenye kunyesha. Mari'an mari'a, mvua nzuri isiyokuwa na madhara. Wakati mwingine mnaweza mkaomba mvua ikaja mvua yenye madhara, mvua ambayo itapeleka majumba, mvua ambayo itapeleka mimea ambayo mmeipanda, mvua ambayo itakuwa na maji mengi mpaka yanaingia katika majumba ya watu. Isiwe ni mvua hiyo. Mvua nzuri kabisa. Tunapoomba mvua tumuombe Allah alete mvua yenye kheri. Ajilan ghaira ajili, mvua yenye kuja haraka, sio yenye kuchelewa. Mvua ambayo itakuja kwa haraka, tumeomba mvua basi ije haraka na isichelewe. Nafi'an ghaira dar, mvua yenye manufaa na isiyokuwa na madhara. Imamu Khatibu anatakiwa kuomba dua yenye maneno kama hayo. Wa maana mari'an, yani sahlan, sahlan tayyiban, mvua nzuri, mvua nyepesi. Mvua inanyesha kidogo kidogo, ardhi inatota vizuri. Mari'an yani sahlan, mvua nyepesi nzuri. Na wa mari'an makhsaban, mvua ambayo italeta pia mbolea vizuri, itaisababisha ardhi iwe ina mbolea, kwa maana mvua nzuri.
wa qawlihi, na qawli yake Allahumma anta Allahu. Naweza kusema maneno hayo khatibu, ewe Allah, hakika wewe ndio Allah, la ilaha illa anta, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni wewe. Anta al-ghaniyyu, wewe ni tajiri, wewe ni mkwasi. Wa nahnu al-fuqara'u, na sisi ni mafakiri. Anzil alaina al-ghaitha, tunakuomba ututeremshie mvua. Waj'al ma anzalta lana, na ujalie mvua ambayo utatuteremshia sisi, quwwatan wa balaghan ila hin, ututeremshie mvua ambayo ina nguvu na yenye kufikisha vizuri mpaka ifikishe mpaka kwenye wakati wake, yani mazao yaweze kufika, isiishie katikati. Mvua inaweza kanyesha, ilianza vizuri watu wakaotesha, alafu mwisho wa siku ikapotea na ile mimea ikawa ni yenye kukauka tena. Usitufanye hivyo ya Allah, tunakuomba utuletee mvua yenye nguvu, yenye kutufikisha mpaka mwisho wa mazao tuweze kuvuna. Wanahawi dhalika, na mfano wa maneno kama hayo. Wayarfa'u yadayhi, na ananyanyua mikono yake kama tulivyosema jana. Yani kwenye hutuba huwa imamu hanyanyui mikono, wala maamuma hawatakiwi kunyanyua mikono kwenye hutuba anapoomba dua za kawaida. Lakini anapoomba dua ambayo ndani yake kuna kuomba mvua, hapo imamu anatakiwa kunyanyua mikono, na hata maamuma pia wanatakiwa kunyanyua mikono, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaf'alu dhalika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya hivyo. Hatta kana yura bayadhu ibtihi, namna anavyonyanyua mikono ilikuwa mpaka unaonekana weupe wa makwapa yake. Yani ananyanyua mikono mpaka makwapa yanaonekana. Wayarfa'u an-nasu aydiyahum, na watu vile vile wananyanyua mikono yao kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kuonyesha unyenyekevu. Imamu ananyanyua mikono, maamuma nao pia wananyanyua mikono wakiitikia dua ambayo inaombwa na imamu. Wayukthiru min as-salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na imamu anatakiwa kukithirisha, au khatibu anatakiwa kukithirisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallama, lianna dhalika min asbabi al-ijaba, kwa sababu kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallama ni sababu ya kukubaliwa maombi na Allah subhanahu wa ta'ala. المسألة السادسة، مسألة يا ستة، السنن التي ينبغي فعلها فيها، suna ambazo zinatakiwa kufanyika katika swala ya kuomba mvua. Ya kwanza, an yukthira min ad-du'a al-ma'thuri 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi dhalika, anatakiwa akithirishe kuomba dua ambayo imepokelewa kwamba Mtume alikuwa anafanya hivyo. Ad-du'a al-ma'thur, dua ambayo imepokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwenye kuomba mvua Mtume alikuwa anasema maneno haya kama tulivyoyasema hapo juu. Haya maneno yanatakiwa yakithirishwe, yasemwe mara kwa mara katika au kwa mtu ambaye anaomba mvua. Wayastaqbil alqiblata, na aelekee kibla. Wakati anaomba dua anatakiwa mtu aelekee kibla. Fi akhiri dua, katika ule mwisho wa dua yake. Wayuhawila ridaahu, na atageuza kilemba chake. Kama ni kofia unaigeuza nje ndani, ndani nje. Kama ni kilemba unakigeuza
Kama ni kofia pia unaigeuza. Fayaj'al al-yamina 'ala ash-shimali wash-shimala 'ala al-yamin. Yani namna ya kugeuza kilemba pia unaweza ukajalia ule upande ambao ulikuwa upande wa kulia uje upande wa kushoto, na ule upande ambao ulikuwa upande wa kushoto uje upande wa kulia. Hiyo pia ni namna fulani ya kugeuza kilemba. Wakadhalika ma shabaha ar-rida kal'abaati wa nahwiha, na vile vile chochote ambacho kinafanana na kilemba kama vile shuka na mfano wake. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hawala an-nas dhahrahu, hakika imethibiti ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama aliwageuzia watu mgongo wake. Yani mwanzo wakati anazungumzana nao alikuwa amewaelekea, lakini baadaye anawapa mgongo mwishoni mwa dua yake. Wastaqbala alqiblata yad'u, na anaelekea qibla akiwa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma hawala ridaahu, kisha akawa ni mwenye kugeuza kile kilemba chake kama tulivyoona, upande wa kulia ukaenda upande wa kushoto na upande wa kushoto ukaenda upande wa kulia. Waqila, na kumesema, الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. Hikma ya kufanya hivyo, wanasema hikma ya kukugeuza kilemba au kofia au shuka, hikma yake ni kuwa na matarajio mazuri. Bitahwili alhali, kwamba Allah ataibadilisha ile hali amma hiya alayhi, ambayo ipo katika wakati huo. Ile hali ya ukame Allah aibadilishe, sasa ule ukame uondoke na mvua iweze kunyesha. Miongoni mwa suna ambazo zinatakiwa zifanyike katika swala ya kuomba mvua, suna ya pili, yusannu an yakhruja ila salati al-istisqa, ni suna kutoka na kwenda kwenye swala ya kuomba mvua, jami'ul muslimina, waislamu wote watoke, hata nisa, mpaka wanawake, wasibiyan, na watoto. Zamani tulikuwa tunaona watu wanatoa mpaka na wanyama, mbuzi zote zinapelekwa kule, ng'ombe zinapelekwa, watu wanabeba makuku yao wanaenda nayo huko. Lakini ilivyokuwa suna ni watu kutoka. Hawa ndio wanaotakiwa kuomba. Mbuzi hatoomba dua, ng'ombe hatoomba dua, kuku hatoomba dua. Kwa hiyo kutoka na wanyama, jambo hili wala haliko kisheria. Watoke watu tu, wanaume kwa wanawake, watoto kwa watu wazima, wale ambao wanaweza sasa kutembea na kufika huko, watu watoke kwa ajili ya kwenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Suna ya tatu miongoni mwa suna ambazo zinatakiwa kufanyika katika swala ya kuomba mvua, yusannu al-khuruju ilaiha, ni suna kutoka kwenda kwenye kuomba mvua, bikhudu'in, kwa unyenyekevu, wa khushu'in bimaana wahid, wa tadhallulin, na kwa kujidhalilisha. Faqad kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallama liistisqa'i, hakika alitoka mtume sallallahu alayhi wasallama kwa ajili ya kwenda kuomba, kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya kuomba mvua, mutadhallilan, akiwa amejidhalilisha, mutawadhi'an, mutakhashi'an, mutadarri'an,
akiwa ni mnyenyekevu. Sio mtu anatoka huko ana kiburi, sio mtu anatoka huko yuko katika hali ambayo sio ya sawa sawa. Watu wanakwenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala watoke wakiwa na unyenyekevu. Suna ya 4 miongoni mwa suna katika swala ya kuomba mvua, yusannu 'inda nuzuli al-matari, ni suna inapoanza kuteremka mvua. Yani mmeomba mvua, alafu mvua ikaanza kushuka, mvua ikaanza kunyesha, ni suna an yaqifa fi awwalihi, ni suna mtu kusimama nje ile mvua ya mwanzo ile, liyusibahu minhu, ili mvua hiyo iweze kumpata mtu. Ni suna kufanya hivyo. Yani ile mvua ya mwanzo ikianza kunyesha, simama nje ili uweze kuipata ile mvua. Na ni suna kusema maneno haya, Allahumma sayyiban nafi'an, au aseme mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshelezwa mvua kwa fadhila za Allah na kwa huruma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mvua haikuja kwa sababu ya watu wamekwenda makaburini, mvua haikuja kwa sababu ya watu wamekwenda kwenye mapango, mvua haikuja kwa sababu watu wamekwenda kuchinja mahala, mvua haikuja kwa sababu ya watu kwenda kwa washirikina. Mvua imenyesha kwa fadhila za Allah. Kwa hiyo ni sunna kusema maneno hayo, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Sunna ya 5 na ya mwisho, wa idha kathura almataru, mvua inaponyesha sasa ikawa nyingi. Wa idha kathura almataru, mvua inapokuwa iko nyingi, imenyesha mvua ikawa ni nyingi. Wa khifa min ad-darari, na watu wakaogopia madhara, kwamba mvua hii sasa italeta madhara, imekuwa ni nyingi mno. Wa yusannu an yaqula, ni sunna kusema, mtu anatakiwa kusema maneno haya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma hawalaina wala alaina, ewe Allah tunakuomba utuondolee mvua hii iende huko pembeni na wala isinyeshe katika sehemu yetu, iondoe iende huko pembeni. Allahumma ala dhurabi, ewe Allah tunaomba uipeleke hii mvua kwenye majabali, peleke kule kwenye majabali ambako watu hawaishi. Wal akami wa butunil adwiya, peleke kule kwenye majangwa, ipeleke huko. Wa manabiti shajari, na ipeleke kule inapoota miti, ipeleke porini, kanyeshe kule porini. Unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuiondoa mvua hiyo. Kwa hiyo hizo ni sunna ambazo Muislamu anatakiwa kuzifanya katika swala ya kuomba mvua. Na mpaka hapo itakuwa ni mwisho wa darasa yetu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.